tulijiandikisha majina mbalimbali. Kwa hiyo tukaandika kama hatujulikani. Lakini form sisi mpaka kufika end tumejiandikisha, tumekuwa na certificate, tumepitia hatua zote. Kwa hiyo tukakosa ule mkopo. Tukajaribu another kwa sababu tuko vijana wengi tunajishughulisha shughuli mbalimbali, tumejiunga kwenye kundi. Tukajaribu pembejeo nikakosa kwa sababu ya collateral. Kwa hiyo nina uwezo wa kufanya kitu kwa sababu nimepata elimu darasani, sijaajiriwa, nimejiajiri. Nina uwezo wa kutengeneza vitu, lakini sina uwezo, uzalishaji wangu ni mdogo kufikia masoko yangu. Masoko ni mengi. Sasa ninatamani nipate mkopo ili niweze kuzalisha, lakini ninakosa. Kwa hiyo nabaki chini, siwezi kuendelea. Asante. Kwa mitaji naona limejitokeza sana. Kama nikwambia, yani fursa za mitaji ziko nyingi mno. Lakini tatizo kama tulisema, ndugu zetu watendaji. Siku zote watu wa chini tunakomeshana wenyewe. Kwa hiyo kule juu zinatoka vizuri. Yaani zinatoka nyingi, kama mliona juzi tu hapo zinatolewa bilioni 200 kwa serikali kuu. Zile kuna wizara kama 6. Kilimo hapo mule, vijana hapo mule, maendeleo ya jamii hapo mule. Zote hizo hela zinatakiwa ziwafikie wahusika. Lakini ndio swali leo tunajiuliza, sasa tukifika kwa ndugu zetu nchini, sisi kweli lengo alokusudia rais inaweza likatimia? Kwa hiyo hapo kuna kazi ya kufanya. Mimi naponiambia kwamba hela za kukopa zimeisha, dirisha linafungwa, yani tunapoelewa, alafu tunaenda kwenye vikao kule, hela zinarudishwa. Kwa nini irudishwe na wakati kuna watu bado wanaswali? Kwa hiyo kuna mtu somewhere afanye kazi yake vizuri. Kwa hiyo nitalibeba na uzuri, kama nilivyosema, niko kamati ya bunge ambayo kwa kiasi kikubwa inashughulikia ya mambo. Kama sisi tukikaa kama kamati yetu, waziri na mambo mengine yuko naye, waziri wa vijana yuko hapo, na hizo sehemu zote zina mikopo. Na pia nitalifikisha kwa waziri wa viwanda na biashara. Swala la masoko, kama hatua kama tunavyoendelea kufanya masoko, mara nyingi huwa tunatumia zile forum za biashara. Kwa hiyo hizi labda tutaongeza tu nguvu na tutaendelea kutoa ushauri. Kwa hiyo kama mlikuwa mnaishia hata kwenda Arusha hapo, hata kutokea maonyesho ya Kenya, Uganda na nini, na vitu shauri serikali kwamba sisi twende na vitu vyetu ambavyo tunavitengeneza natural, havina madawa, kuanzia kulima vinakuwa natural, havina matatizo. Kwa hiyo tutashauri serikali maonyesho haya sasa wafanye biashara ndogo ndogo, maana uko nje na kwenye kunakuwa